zetu, tukiungana na Beatrice pamoja na ndugu zetu wengine wote wanaobeba mizigo mizito kutokana na unyanyasaji wa kimfumo. Amen. Ninaona Amina ana umri sawa na Lea Sharibu aliyechukuliwa kutoka shuleni kwake huko Deti. Masaa machache ukitokea hapa. Hadithi ya Lea inanisikitisha sana. Msichana mdogo imara katika imani yake akikataa kumkana Kristo hata mbele ya macho ya watekaji. Imetimia miaka 8 tangu Boko Haram walipomchukua, na hata sasa anaendelea kuwa mfungwa wao. Kila wakati ninapomtazama Amina ninashindwa kujizuia kufikiri vipi kama ingekuwa ni yeye. Kuishi chini ya kivuli cha mateso ya kidini sio jambo rahisi. Kuna maeneo ambayo Wakristo wanauawa kwa ajili ya imani yao na yao tu. Lakini kwa neema ya Mungu tunaendelea kuishi pamoja na majirani zetu Waislamu. Hali hii hailingani kwa sehemu zote. Maeneo ya Yoruba kule kusini magharibi, Wakristo na Waislamu wanaishi pamoja kama familia, na ninajua kwamba katika baadhi ya maeneo mengine duniani Wakristo ndio wanawatesa makundi mengine ya kidini kutokana na imani zao. Ni upi mwito wa imani yangu ninapokabiliana na mateso ya kidini? Yesu ananifundisha kuwapenda maadui zetu, kuwaombea wanaotuudhi. Sio rahisi, na kuambia ukweli. Siku zingine ninaposikia kuna shambulio tena, utekaji nyara mwingine, ninapandwa na hasira moyoni mwangu. Lakini nakumbuka kuwa Mkristo maana yake ni kuwa kama Kristo. Migogoro hii haikuanza jana. Hata nyakati za Yesu kulikuwa na vita kati ya makundi tofauti, lakini Yesu alituonyesha njia mbadala. Anaalika kuonyesha upendo hata kwa wale wanaoonekana kutojali maisha. Mwanzo hili linaonekana kuwa ni nira nzito kubeba, lakini Yesu anaahidi kwamba nira yake ni rahisi na mzigo wake ni mwepesi. Tunapataje wepesi huo? Ni kwa neema ya Mungu peke yake. Tunabeba nira ya kuwapenda jirani zetu, hata kama majirani hao wanatutakia mabaya. Si rahisi, lakini pia inatuonyesha nguvu yake. Huko Damaturi kuna jumuiya ndogo ya Wakristo ambao bado wanakutanika wakiomba Lea arejee. Tumaini lao, imani yao inayodumu inanihamasisha kuendelea kuamini, kuendelea kuwa na upendo, kuendelea kuishi na majirani zangu Waislamu na Wakristo kwa usawa. Ninapomtazama Amina akiondoka kwenda shuleni kila siku, ninaomba sio tu kwa ajili ya usalama wake, bali pia kwa ajili ya moyo wake. Ninaomba kwamba na yeye kama Lea awe na nguvu kusimamia imani yake. Lakini pia ninaomba kwamba awe na upendo wa kuona sura ya Mungu kwa wote anaokutana nao bila kujali imani zao. Hivi ndivyo ninavyopata pumziko katika Mungu, sio kwa kubeba chuki na kutostahimili, bali kwa kuruhusu upendo wa Kristo kumiminika ndani yetu hata ninapokumbana na mateso. Hili ni chaguo la kila siku, kujitoa kila siku, lakini kwa kufanya chaguo hili utakuta mizigo yetu inakuwa mepesi
na tunapata pumziko letu kutoka kwa Mungu. Amen. Mungu wa wanaoteswa na mlinzi wa uaminifu, tunakuja mbele zako mioyo yetu ikiwa mizito kutokana na masimulizi ya Lea pamoja na hofu walizonazo akina mama wanaowapeleka watoto wao shuleni kila siku chini ya kivuli cha uwezekano wa kushambuliwa wakati wowote na Boko Haram. Amen. 335. Msifu Mungu kwa wimbo 333. Njooni twaponya, njooni leo, sikilizeni neno lake, anapenda kutubariki, atuita njooni. Lagos. Maisha yangu yote nimekuwa nikiona Nigeria ikibadilika miaka yote, lakini si kama sote tulivyotegemea. Tulikuwa na ndoto za maendeleo, maisha bora kwa watoto wetu, lakini badala yake tumeshuhudia nchi yetu ikizama katika umaskini na kukata tamaa. Kila siku ninaona ushuru ukichukua nafasi zetu za roho zetu. Ni kama sote tumenaswa katika duara la kukata tamaa. Tumekuwa tukirushwa mara nyingi hata mambo mazuri yanapokuja tunahofia kuamini kama ni kweli hii ndiyo Nigeria sasa. Tunasita kuamini kwamba mambo yanaweza kuwa mazuri sana. Mishahara kwa watu wengi haiwezesha kuishi, wakati baadhi wanapokea mishahara mikubwa sana. Sasa hivi kupata mfuko wa mchele, chakula kikuu ni kama starehe kwa familia nyingi. Vijana wetu wenye akili na nguvu hawawezi kupata kazi. Wengi wamegeuka kwa kukata tamaa, na wengi sana wanaamua kujiua. Wengine wanageuka uhalifu, utekaji, ujambazi au malaya kutokana na kukata tamaa. Ni duara baya. Umaskini unaathiri afya zetu za akili na udhaifu wa afya ya akili. Unafanya iwe vigumu kuepuka umaskini. Sisi ni nchi tajiri sana katika rasilimali, lakini maskini katika uongozi na matumaini. Lakini pamoja na kuwa katika hali hii ya kukata tamaa, ninaona Mungu kwa mbali. Huu ndio ushuhuda wangu kwamba tunaweza kulemewa, lakini hatukati tamaa. Tunaendelea kufanya kazi, kuwa na matumaini na kuomba kwa ajili ya Nigeria. Tunajua inawezekana. Mtoaji uhai na mhifadhi wa wote, tunatoa shukrani na kukutukuza kwa ajili ya uvumilivu wa Blessing na wote wanaoendelea kusonga mbele pamoja na endelea kuwapa nguvu na kuwafariji wote wanaolemewa kutokana na mizigo ya maisha. Amen. Watupe wimbo akijiandaa katibu kwa ajili ya matangazo. 3:2026 kile mwanake ni ndio mwana na baada ya mama
Tunamshukuru Mungu aliyetulinda hadi siku ya leo tukiwa wazima na wenye afya njema. Tuliangalia shule ilikuwa katika mimi mwana huruma na wageni wa RCA Bishop. Tangazo la pili, tunawakaribisha wageni wenyeji. Karibuni katika siku hii ya leo, tumwabudu Mungu na kumsifu katika roho na kweli. Tangazo la tatu, leo ni siku ya maombi ya dunia nzima. Neno kuu, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Masomo ni kama ifuatavyo: Zaburi ya 23 mstari wa kwanza mpaka wa 3, somo la pili Mwanzo 2:2 mpaka 3, na somo la mahubiri Injili ya Mathayo 11:28 mpaka 30. Ore leo mtana mlioune siaye ondomono ya ushahuduma nidori Yesu Yesu. Jamani, kama umefurahi piga makofi kwa Bwana Yesu. Asante sana mtaa wetu siku ya leo kwa matangazo ya mtaa wetu na matangazo za dunia zetu. Katika matangazo ya mtaa wetu tumesikia kwamba baada ya ibada hii tutakuwa na mkutano mkuu wa mtaa